Ujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na ujenzi wa daraja la kisasa waleta matumaini kwa wakazi wa Mkimbizi. Kwa ujenzi wa hili daraja unaendelea vizuri, ingawa hatujajua pesa zao zinakuaje, kwa sababu walianza kuchimba, wamekuja wamejenga hivi, bado hawajamimina. Tulivyouliza wakandarasi walikuwa wanasika kulifuma daraja, wakasema lazima waje likague tena ndio waje wamimine, lakini hadi sasa hizi maendeleo ni mazuri. Mbunge Balozi Dr. Pindi Chana awapambania wanawake Njombe kilimo cha kahawa. Wa kufufua zao hili la kahawa katika mkoa huu wa Njombe, ambapo wananchi wake hususan wanawake ni wachapakazi wakubwa wazuri sana wa zao la chai, na imani kahawa pia watafanya vizuri. Bajeti kuu ya serikali yapitishwa kwa asilimia 97.66. Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na asilimia 97.96. Serikali yawaonya wananchi wanaosambaza nyaraka za serikali na taarifa binafsi za watu katika mitandao ya kijamii bila kibali. Na hatua inachukuliwa serikalini, lakini zingine ni watu wanatengeneza story kwa manufaa yao binafsi, kitu ambacho kwa kweli sio sahihi. Na kwa kweli nichukue fursa hii kuwaomba sana wasifanye hivyo. Unakuta na habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima, karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea taarifa hizi. Jina langu ni Beldina Wajenge, lakini nitakuwa na mwenzangu. Jina langu ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya habari. Na tukianzia mkoani Iringa, wakazi wa eneo la Mkimbizi katika manispaa ya Iringa wameeleza kuridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa daraja linalojengwa katika eneo hilo, wakisema mradi huo umeleta matumaini makubwa ya kuboresha usafiri na mawasiliano kwa wananchi. Baadhi ya wakazi hao wamesema awali eneo hili lilikuwa likikumbwa na changamoto ya maji wakati wa mvua, hali iliyokuwa ikisababisha usumbufu mkubwa kwa watumiaji wa barabara hiyo. Hata hivyo, wamepongeza hatua ya ujenzi wa daraja hilo ambalo limefikia hatua nzuri na linaonekana kujengwa kwa viwango vinavyoridhisha. Ni zuri langu kuweza kuonyesha daraja linalojengwa na kampuni hii ya Real Hope hapa Mkimbizi. Daraja hili linatajwa kuwa ni moja kati ya madaraja ya kiwango kutokana na namna ambavyo ya ujengaji wa daraja hili tofauti na ilivyo katika maeneo mengine, na hamna ujanja hapa. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godwin. Na hii ni barabara ya lami inayojengwa kati ya Mkimbizi na Mtuvila katika manispaa ya Iringa, barabara ambayo itapunguza sana kadhia ya ubovu wa barabara kwa wananchi wa eneo hili la Mkimbizi. Sasa hili ndilo daraja lililopo katika eneo la Mkimbizi Bima, ambapo ujenzi wa daraja hili kama ambavyo unaona hamna ujanja hapa, toka chini mpaka juu nondo zinamiminwa kisawasawa. Huu sasa ndio muonekano kutoka chini, jinsi ambavyo daraja lilivyoweza kumiminwa kisawasawa hapa Mkimbizi. Hii bwana ni kampuni ya Real Hope ambayo inafanya kazi hii. Na kampuni hii ya Real Hope ni kampuni ya mzawa kabisa wa hapa mkoani Iringa. Sio wa China hawa au sio wazungu kutoka nje. Ni sisi wenyewe. Kumbe wakandarasi wa kizawa wakiwezeshwa wanaweza kufanya kana nondo kiwango kabisa, lakini ni daraja la hali ya juu. Kwa majina naitwa Rajabu Hashim, ni mkazi wa Mkimbizi B hapa. Kwa ujenzi wa hili daraja tunaendelea vizuri, ingawa hatujajua pesa zao zinakuaje, kwa sababu walianza kuchimba, wamekuja wamejenga hivi, bado hawajamimina. Tulivyouliza wakandarasi walikuwa wanasika kulifuma daraja, wakasema lazima waje likague tena ndio waje wamimine, lakini hadi sasa hizi maendeleo ni mazuri. Sasa sijajua kama wataishia hapa au ndo tusubiria hadi wakaguliwe waje tena, ndo hatujajua, lakini maendeleo ni mazuri. Basi huyo ni mkazi wa Mkimbizi manispaa ya Iringa, na siku zote kwamba daraja hili ni daraja ambalo mwanzoni hapa maji yalikuwa yakituama sana, lakini ujenzi wa daraja hili namna ambavyo umeanza process zake kutoka chini mpaka hapa ambapo lilipo, hakika kwamba wakazi wa Mkimbizi na watumiaji wa barabara wanaamini kwamba ni moja kati ya madaraja ambayo anaweza akawa kiwango zaidi. Ni moja kati ya madaraja ambayo ujenzi wake hauna kona, ujenzi wake umenyoka mpaka hapa lilipofikia, kwamba bado wakaguzi hawajafika ili kuweza kulikagua
na kuweza kuruhusu sasa kuweza kumiminwa ili ujenzi wa lami uweze kuanza. Hii bwana ni kampuni ya Kizawa, kampuni ya Bongo hapa, si kampuni ya Mchina hii ama kampuni kutoka nje, ni kampuni ya kutoka hapa mkoani Iringa. Inatokea Mfindi huko, Lily Hope ndio ambao wanajenga barabara hii. Sasa siku zote tunaamini kwamba kizuri kinajengwa na mkandarasi kutoka nje. Kumbe wakandarasi wa kwetu hawa wa kwetu hawa Wandengi Civil, hawa wa kwetu wa Mabonde Kuinama, wakiwezeshwa wanaweza kufanya kazi. Kwa hivyo tujifunze kupenda vya kwetu, tujifunze kuwekeza vya kwetu ili kwamba na sisi tuweze kufanya kazi nje. Sasa tunaona kwamba huu mkandarasi wa Kizawa kazi aliyofanya ni kazi kiwango kweli kweli, hadi hapa ilipofikia kwamba ni kazi ambayo inatukuka. Sina budi kusema hongera sana wakandarasi wa Kizawa, hongera sana kampuni ya Lily Hope ambayo inajenga barabara hii. Pasipo shaka kama daraja tu wametuonyesha daraja na hapa bado haijaisha hali hii. Je, ikiisha inakuwaje? Wewe inakuwa ni kuteleza tu. Kwa hivyo hongera sana wakandarasi wa Zawa, lakini pia ombi langu kwa serikali ili kwamba wakandarasi hawa wa Zawa hawa na wengine waweze kufanya kazi vizuri, wanahitaji kuwezeshwa kwa wakati. Hawa zabuni bwana wawezeshwe kwa wakati ili watoe huduma bora zaidi. Hii ni Matukio Daima na mimi mpita njia Francis Godwin. Asante sana Francis Godwin kwa taarifa hiyo. Na tukigeukia jijini Dodoma, serikali imesema ina mpango wa kufufua kilimo cha kahawa katika mkoa wa Njombe ili kuongeza fursa za kiuchumi kwa wakulima na kuimarisha uzalishaji wa mazao ya biashara katika mkoa huo. Akijibu swali la mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe Pindi Chana, naibu waziri wa kilimo David Selinde amesema licha ya chai kuwa zao kuu la biashara mkoani humo, yapo maeneo yenye mazingira yanayofaa kwa uzalishaji wa kahawa na serikali imejipanga kuendeleza zao hilo mkoani hapo. Mheshimiwa Pindi Chana, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa mkoa wa Njombe ni wakulima wazuri sana hususan wa chai, na miaka ya nyuma tulikuwa na kilimo cha kahawa. Je, serikali wizara ina mpango gani wa kufufua zao hili la kahawa katika mkoa huu wa Njombe ambapo wananchi wake hususan wanawake ni wachapakazi wakubwa wazuri sana wa zao la chai, na imani kahawa pia watafanya vizuri? Majibu Mheshimiwa naibu waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana dada yangu Pindi Chana, mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe. Ni kweli tunatambua kwamba chai ndio limekuwa zao kuu kwa mkoa wa Njombe kwa muda mrefu, na bahati mbaya kuna nyakati ambazo limeyumba kutokana na bei, lakini kuna maeneo ambayo katika mkoa wa Njombe yanafaa kwa kilimo cha kahawa, na ni wajibu wetu sisi kama serikali vile vile kuwapa wananchi mazao mbadala ikiwemo zao la kahawa. Kwa hiyo bodi ya kahawa itafika katika maeneo yote ya mkoa wa Njombe yanayofaa na kutoa miche lakini na elimu kwa ajili ya wakulima wale waweze kuanza na kilimo cha kahawa katika maeneo hayo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Na tukiendelea kusalia jijini Dodoma, serikali imeonya wananchi wanaosambaza nyaraka za serikali na taarifa binafsi za watu katika mitandao ya kijamii bila kibali, ikisema kitendo hicho ni kinyume cha sheria na kinaweza kuhatarisha maslahi ya taifa. Onyo hilo limetolewa jijini Dodoma na mkurugenzi wa ofisi ya Rais idara ya kumbukumbu za nyaraka na taifa Filimani Msiangi wakati wa maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma ya mwaka 2026. Msiangi amesema sheria na miongozo ya serikali hairuhusu taarifa za siri au zinazohusu mtu binafsi kusambazwa bila ridhaa ya mhusika. Kumejitokeza swala la kusambaa kwa nyaraka katika mitandao ya kijamii, na hili kwa kweli ni kosa, na sisi ni wajibu wetu kusimamia, kwa sababu tangu awali nimesema kazi yetu kubwa ni kusimamia sera na sheria inataka nini. Sheria haziruhusu kabisa kusambaza taarifa hizo aidha za serikali au za watu binafsi bila ridhaa yao, na hasa katika mitandao hiyo ambayo kwa kweli zinaenda kupotosha na watu wanaofanya hivyo wanafanya kinyume kabisa cha sheria. Na tumia nafasi hii kuwasihi sana wasifanye hivyo kwa sababu ni kinyume cha sheria, na kwamba mwaka 2021 Katibu Mkuu Utumishi alitoa haraka unaozuia kabisa
nje ya sheria, alitoa waraka unaosisitiza juu ya kutosambazwa taarifa ama za serikali ama za watu wanaowahusu binafsi bila ridhaa yao katika mitandao ya kijamii. Taarifa zinazotakiwa kutolewa kule ni zile ambazo zina maudhui ya jumla. Labda serikali inatangaza fursa fulani, inaenda kwenye taratibu za kiserikali ambazo zinatoa taarifa kwa umma. Lakini unakuta barua kwa kweli ni marufuku na haitakiwi kabisa. Kwa hiyo changamoto ipo na hairuhusiwi kabisa. Nitoe wito wanaofanya hivyo waache kufanya hivyo. Lakini wengine wanatumia tu mitandao hiyo kuleta bugza. Wakati mwingine sio nyaraka halisi kutokana na teknolojia ilivyo sasa hivi. Watu wanajua wanachofanya. Kwa hiyo wanaaminisha watu kwamba hii ni nyaraka halisi, lakini tunapoenda kwenye ufuatiliaji sisi mara nyingi tunaenda kweli, zingine tunazikuta ni halisi na hatua inachukuliwa serikalini, lakini zingine ni watu wanatengeneza story kwa manufaa yao binafsi, kitu ambacho kwa kweli sio sahihi. Na kwa kweli nichukue fursa hii kuwaomba sana wasifanye hivyo. Unakuta taarifa za watu binafsi kama ulivyosema mwenyewe zinahusu maisha yao. Kwa hiyo kuonekana kule kwa kweli kwa mujibu wa sheria za nchi hii kwa kweli sio. Na tukiendelea kusalia jijini Dodoma, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2026-2027 kwa asilimia 97.66 baada ya wabunge 385 kupiga kura ya ndio kuunga mkono bajeti hiyo. Tangaza matokeo ya kura ya wazi iliyopigwa bungeni, Spika wa Bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu amesema jumla ya kura zilizopigwa ni 393 ambapo kura 8 zilikataa kuunga mkono bajeti hiyo huku wabunge 8 hawakupiga kura kabisa. Mheshimiwa Bunge, matokeo ya kura ya bajeti kuu ya serikali. Idadi ya bunge waliokuwepo bungeni 393. Idadi ya bunge ambao hawakuwepo bungeni 8. Kura za ndio 385. Kura za hapana 8. Kura za sipigi kura 0. Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na asilimia 97.96. Waheshimiwa wabunge, kwanza nimpongeze Waziri wa Fedha kwa kazi nzuri uliyofanya wewe na timu yako. Niwapongeze wabunge kwa michango mizuri, michango yenye tija kwa taifa hili. Pesa kura zimepigwa na pesa serikali imeruhusiwa kuanzia sasa kuanza kuzitumia. Mkazitumia kama maelekezo ya kamati za bunge zilivyoelekeza, kuhakikisha maslahi ya watu kwanza kabla mambo yote mengine. Bunge hili litaendelea kufuatilia utekelezaji wake na kuhakikisha miradi iliyoainishwa yote inazingatiwa na kuleta furaha kwa wananchi. Naam, serikali imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha upatikanaji wa vitendea kazi katika halmashauri ya wilaya ya Newala kwa kutenga jumla ya shilingi milioni 590 kwa ajili ya ununuzi wa magari yatakayosaidia utoaji wa huduma kwa wananchi na shughuli za usimamizi wa maendeleo. Akijibu swali la mbunge wa Newala vijijini Mheshimiwa Yahaya Ismail Nawanda bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Daktari Festo Dugange amesema serikali kuu imeidhinisha shilingi milioni 440 katika mwaka wa fedha 2025/26 kwa ajili ya ununuzi wa magari mapya mawili kwa halmashauri ya wilaya ya Newala. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Yahaya Ismail Nawanda mbunge wa jimbo la Newala vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa kuwa na vitendea kazi vya kutosha hususan magari ya kutoa huduma ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi katika manispaa na mamlaka serikali za mitaa ikiwemo katika mashauri ya wilaya ya Newala. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali kuu imeidhinisha kiasi cha shilingi milioni 440 kwa ajili ya ununuzi wa magari mapya mawili katika mashauri ya wilaya ya Newala. Aidha, kwa mwaka wa fedha 2026/27 halmashauri ya wilaya ya Newala imetenga kiasi cha shilingi milioni 150 kupitia chanzo cha mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya ununuzi wa gari moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo
imekuwa ikiwezesha upatikanaji wa magari kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika sekta kama afya, elimu na kilimo. Aidha, serikali inaendelea kufanya tathmini ya hali ya magari yaliyopo ili kubaini mahitaji halisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kununua vitendea kazi ikiwemo magari katika halmashauri zote nchini ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Newala. Asante. Mheshimiwa Yahaya Ismail Nawanda, maswali ya nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Asante kwa majibu mazuri ya serikali. Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, vituo vya afya vya Mkwedu, Kitangari pamoja na Nandwahi havina kabisa magari ya kutoa huduma kwa ajili ya wagonjwa. Je, ni lini serikali itapeleka magari katika vituo hivyo? Swali langu la pili, idara nyingi za halmashauri ya wilaya Newala hazina magari kabisa. Na umesema katika swali la majibu yako ya msingi serikali itapeleka magari mawili na hilo moja. Je, nini mpango wa serikali sasa kuhakikisha idara zote katika halmashauri ya wilaya Newala inapata magari ya kutosha ili kutoa huduma kwa wananchi? Asante. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Yahaya Ismail Nawanda, mbunge wa Newala Vijijini. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Newala Vijijini amekuwa mfuatiliaji wa karibu na mahiri sana kuhakikisha wananchi wa jimbo la Newala Vijijini wanapata maendeleo. Na mimi nimhakikishie kwamba serikali inatambua kwanza uchapakazi wake, lakini pia tunatambua mahitaji ya wananchi wa jimbo la Newala Vijijini, na nikuhakikishie kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutaendelea kukupa ushirikiano kama yalivyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwapa tabasamu wananchi wa jimbo la Newala kuhakikisha kwamba wanapata miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu kwamba halmashauri ya wilaya Newala imeendelea kupata magari. Katika miaka miwili mitatu iliyopita imepelekewa magari ya sekta ya elimu mawili mapya, lakini imepelekewa pia magari ya wagonjwa mawili mapya. Lakini tunafahamu kutokana na ukubwa wa jimbo hilo bado kuna uhitaji wa magari kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameeleza. Naomba niwahakikishie Mheshimiwa Nawanda kwamba tunafahamu tunaendelea na mpango wa serikali wa kununua magari ya wagonjwa. Katika vituo hivyo vya afya ulivyovitaja, tutafanya tathmini na kuona tuanze kwa awamu na kituo kipi ili angalau tukipata magari ya wagonjwa tuwape kipaumbele moja ya kituo cha afya ili kiweze kupata gari kwa ajili ya huduma za rufaa. Lakini pili, ni kweli ni muhimu idara zetu ziwe na magari kwa ajili ya shughuli za usimamizi na uratibu wa shughuli zake, na serikali inaendelea kupitia bajeti zetu kutenga fedha kwa ajili ya kununua magari ya wakuu wa idara. Kwa hiyo nikuthibitishie Mheshimiwa Nawanda kwamba tutaendelea katika bajeti zetu kukupa kipaumbele katika halmashauri hiyo ili tuweze kupata magari. Na bodi ya usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za ghala imesema imeendelea kupanua huduma zake nchini kwa kufikia mikoa 23 na wilaya 114, hatua inayochangia kuibuka kwa zaidi ya ajira 11,000 kwa vijana na wananchi kupitia shughuli mbalimbali zinazohusiana na mfumo huo. Zungumza kuhusu mafanikio ya mfumo huo, meneja wa leseni wa bodi ya usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za ghala Mary Kinabu amesema hadi sasa mfumo huo umewezesha upatikanaji wa ajira zisizo rasmi zaidi ya 10,000 na ajira rasmi 1430, huku matarajio yakiwa ni kuongeza nafasi zaidi kadri waendeshaji wa maghala wanavyozidi kuongezeka. Mpaka sasa hivi tumeshafikia mikoa 23 na wilaya 114 na tumeweza kutengeneza fursa za ajira zisizo rasmi 10,000 pamoja na ajira ambazo zilizo rasmi kwa vijana 1430. Tunatarajia kwamba wanapokuja wengi tutaweza kutengeneza ajira nyingi kwa vijana wetu na pamoja pia kwa watu wa rika la kati. Pia kuingiza mazao mengi katika mfumo. Mpaka sasa hivi hapa tuna mazao kama 18, lakini bado tunataka kuingiza mifugo pamoja na bidhaa ya katani, na tumeshaingiza pia zao la karanga ndio ambalo limeanza. Kwa tunapopata waendesha ghala wengi, tunapata fursa ya kuwapa wakulima kuingiza bidhaa zao katika mfumo wa stakabadhi za ghala, kuongeza pato kwa wakulima, halmashauri na ajira kwa vijana. Rasmi na inatambulika. Lakini pia baada ya hapo ushapata experience kama ambao tumeona waendesha ghala wengine ambao walikuwa ni watumishi kwenye maghala, wamepata fursa wenyewe pia kuwa waendesha ghala. Wamekuja wameomba leseni, wamefanyia usaili, wamekidhi vile vigezo, wamepewa leseni za kuwa waendesha ghala. Kwa hiyo ni fursa ambayo ipo na tunatoa elimu kwenye fursa kupata mafunzo, tunatoa elimu kwenye fursa pia za uendesha ghala. Nini kinahitajika ili uweze kuwa mwendesha ghala katika bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala. Pia tunatoa elimu pia jinsi wakulima wanaweza wakapata elimu ya kupata fedha ili waweze kutoa mazao mengi
na uzalishaji ukishakuwa mkubwa ni kwamba pato linaongezeka hata kwa mkulima. Mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tutizame tena muhtasari wake. Ujambo na karibu katika matukio daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na ujenzi wa daraja la kisasa waleta matumaini kwa wakazi wa Mkimbizi. Kwa ujenzi wa hili daraja tunaendelea vizuri, ingawa hatujajua pesa zao zinakuaje, kwa sababu walianza kuchimba, wamekuja wamejenga hivi, bado hawajamimina. Tulivyouliza wakandarasi walikuwa wanasema kulifuma daraja, wakasema lazima waje likague tena ndio waje wamimine, lakini hadi sasa hizi maendeleo ni mazuri. Mbunge Balozi Dr. Pindi Chana awapambania wanawake Njombe kilimo cha kahawa. Wa kufufua zao hili la kahawa katika mkoa huu wa Njombe, ambapo wananchi wake hususan wanawake ni wachapakazi wakubwa wazuri sana wa zao la chai, na imani kahawa pia watafanya vizuri. Bajeti kuu ya serikali yapitishwa kwa asilimia 97.66. Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na asilimia 97.96. Serikali yawaonya wananchi wanaosambaza nyaraka za serikali na taarifa binafsi za watu katika mitandao ya kijamii bila kibali. Na hatua inachukuliwa serikalini, lakini zingine ni watu wanatengeneza story kwa manufaa yao binafsi, kitu ambacho kwa kweli sio sahihi. Na kwa kweli nichukue fursa hii kuwaomba sana wasifanye hivyo. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka tamati, na huu ni mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Tunakusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram na TikTok kwa jina moja la Matukio Daima. Uwe na usiku mwema. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com
halima@sasamcom ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Esadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Esadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.